naitwa Ndomisiano Maitai kutoka Mwangaza. Kitu ya kwanza, kuna watu ambaye walikuwa wanasema mheshimiwa hakuna kazi amefanya, wakaiweka kwa media. Hawa sio watu wa Mwangaza, ni watu wa kutoka sehemu za Meru huko, wanakuja kumharibu bure wakiwa wameongwa wa mwaribu. Mheshimiwa wetu ametufanyia mengi sana. Hospitali, wakati alikuwa mheshimiwa, alitengeneza hospitali ya Mwangaza, ikakaka akaondoka. Kwa saa hii ametengeneza hospitali ya Mwangaza na inatumiwa na watu Mwangaza. Watu wa Wabera Ward tunasema Kiambi ni tu ya pili, Kiambi ametengeneza, amesaidia watu wengi sana. Kuna watoto amesaidia Mwangaza Secondary School watoto 5 na ambaye yeye ndiye analipa na pesa yake. Amesaidia wengine college, wengine 3 na wengine 3 university. Kiambi ni tu. Kiambi ameandika proposal za kazi za Wabera Ward sote, ni pesa sinongojewa, sifanye hizo kazi kwa sababu mnajua kaunti yetu ilikuwa na mfurugano, na kwa saa hii naonelea itafanya kazi kwa sababu ya mfurugano imeisha. Kiambi ni tu. Tuko hapa kama wakaaji wa Mwangaza, tunakasifu ile media ambaye ilitolewa last week ya kusema ya kwamba Kiambi hajafanya kazi. Mheshimiwa wetu Kiambi amefanya kazi, na umesikia mwenzangu akisema na hao wote wako hapa wanajua ile kazi mheshimiwa amefanya na ataendelea na kufanya. Kwa hivyo naeleza na hiyo watu si watu wa Mwangaza, ni watu wa kutoka upande wa Meru. Tunawaambia wawachane na mheshimiwa Kiambi. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Wakati wa Wabera tuko kusubiri na tunajua ile handi tumekewa na mheshimiwa Kiambi na mheshimiwa Gavana, bado tunangojea na tunajua hiyo kazi tutafanywa. Kwa hivyo hawa wanakuja wakisema hakuna kazi, ni vile si watu wa Wabera. Watu wa Wabera kama hawa wako hapa wako na handi na mheshimiwa, kazi itafanywa na wanangojea kufanywa kazi na bado kazi imefanywa tayari. Vijana power. Wamama oye. Wazee. Sisi kama jamii ya Mwangaza tumekuja leo kwa press ya Wabera Ward. Tunataka kukashifu sana wazee na vijana ambao wanatumika na aspirants ambao wanapinga mheshimiwa Kiambi. Hatukatai hakuna mheshimiwa huwa apingwi, lakini iko hivi. Wewe unaenda unabugia watoto wa wenyewe vileo huko, wanakuja kutukana mheshimiwa. Hatutakubali hiyo. Mheshimiwa wetu tunamheshimu. Tumempitiza na kura zetu. Sisi ndio tunajua uchungu yake na tunajua tulimweka hapo kwa nini. Wengine wanasema ati mheshimiwa ni mzee. Hiyo akili ya uzee sisi ndio tunataka. Hiyo ndio imetusimamia sisi. Ametisha ametupigania sisi. Hii mashamba yote ingekuwa ilienda kitambo. Tumeshi hapa tunanyang'anywa na mataikuni kutoka mbali. Kiambi anasimama mpaka na shilingi yake ya mfuko yake. Anatetea watu wa jamii yangu. Hatutasimama leo hii sisi kama vijana ati watu kutoka sijui Ngondone sijui wapi wanakuja kumtusi sisi tukiona. Hiyo naye hatutakubali. Kama unataka kura huku, kuja tuuzia sera zako na heshima, tutakujua we ni nani. Lakini si ukuje tuharibie mheshimiwa wetu kwanza, uko unatuonesha wewe ni malaika. Eri shetani yenye tunajua. Majina ninaitwa Spora Karei. Ile kitu ningeweza kusema kwa wale wanakuja kupika MCA wetu ni wa kutoka ukweli Meru. Hata tulisikia hiyo mambo tukastuka njusi wenyeji wa Mwangaza. Hiyo kitu imetuudhi sana na tumesikia vibaya. MCA wetu Kiambi ametushikilia kutoka kitambo mpaka saa hii. Hakuna kitu tumemuita tukiwa watu wa Mwangaza akatai kutuitika. Kama ni watoto amesomesha watoto wengi, hata wale hawana nguvu. Kuna wale amepea basari, kuna wale hata wamemaliza, na kila kitu amekuwa kipaumbele. Hata hospitali nyingine inafanya Mwangaza ni hiyo Kiambi tu, na hata county watu wengi wameajiriwa kupitia huu Kiambi. Gavana ni kiongozi yetu ambaye tulimchagua na kura na anatufanyia kazi, lakini ni furugu. Kulikuwa na siasa, mgogorogano mingi, siasa mingi. Gavana alikuwa amewekewa, lakini kwa saa hii kwa sababu imeisha, kumetulia. Saa hii tunaongojea maendeleo ya gavana na amefanya mengi. Kwa hivyo tunasema gavana Nguyo ni tuta. Gavana Nguyo ni tuta. Kwa hivyo ninaambia mheshimiwa Kiambi, naambia gavana
wasibabaishwe, wasitishwe, kwa sababu wakati wa siasa hujafika, na wakati ya siasa ikifika, hawa wanaongea, mtakutana na wao kwa debe, kila mtu akisema vile amefanyia wananchi. Gavana yetu naye alikuwa amefurukwa sana na watu, lakini kwa saa hii tuko na yeye na ametuahidi atatufanyia kazi ile yenye alikuwa amesema atatufanyia. Gavana wetu ni tu. Kwa hivyo wananchi ya Wabera Ward na waambia kwamba msoso ambayo ilikuwa kaunti imeisha saa hii, sasa ni wakati wa maendeleo. Kwa hivyo yule ako na mchoso yake akisema gavana hatafanya kazi, gavana atafanya kazi. Gavana ni tu. Kiambi ni tu. Gavana, sisi tunakushukuru sana. Kulikuwa na mvurugano kidogo kwa kaunti kwa kaunti yetu, lakini kwa sasa mmetulia. Kuja tufanyieni maendeleo ili tukisonga 2027 tusonge sisi wote na Kiambi pamoja, tukisema wote ni tu. Tukisema wote ni tu. Majina naitwa Anthony Mwenda, mkaaji wa Wabera Ward, kaunti ya Isiolo. Siku ya leo tumekuja kukashifu vikali aspirant fulani ambaye anatumia vijana ili aweze kushambulia mheshimiwa Kiambi. Watu wa Mwangaza, hasa Mwangaza kabisa, sisi tunaelewa umuhimu wa Kiambi ni kazi gani. Kwa sababu ile kesi ilikuwa kwa Mwangaza, Kiambi ameshughulika na governor mpaka kesi ikaisha. Wewe aspirant ambaye unatumika kupiga mheshimiwa Kiambi, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Kiambi akipiganiana vita huku ya hiki plot, wewe ulikuwa wapi? Wewe kitu wa kwanza, wewe ni mkaaji wa maili 3. Wewe si mkaaji wa Wabera, una plot wa Wabera na sisi hatuwezi kubali utumie vijana wetu wadogo kuwapatia vileo ili waweze kushambulia mheshimiwa Kiambi. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi, na wewe tunakuambia usitishwe. Sisi tuko na wewe bamba tu bamba. Yes. Tumekushika na usitishwe na mtu yoyote. Hii mambo kidogo wewe tuachie sisi. Sisi tutadili na wao. Wewe fanya kazi kwa watu wa Wabera. Hiyo mambo mengine ni polepole.